maelezo yanayohusu kifo cha mtu, lakini sisi wanadamu tuna jambo moja kubwa ambalo tunatakiwa tulibebe na tulikubali. Udugu wetu sisi hautokani na kuzaliwa. Mafundisho ya imani ya dini zote, nasaba ya kwanza ni ile ya mtu kuzaliwa akiwa mwanadamu, alafu ndo zitafuata nasaba nyingine. Mungu amempa sifa ya kuwa na akili, kuwa na fahamu, lakini kuwa na hisia. Tukikiri hilo, itatusaidia sana kuifanya dunia kuwa sehemu nzuri kwa kila mwanadamu na viumbe vingine kuishi. Binafsi ninamfahamu huyu mzee kwa miaka mingi katika nyanja nyingi tofauti na mambo ya mpira. Naona wote waliopita hapa wamezungumzia zaidi masala ya mpira, lakini mimi nimemheshimu na kumfahamu yeye akiwa ni mtaalamu mwenye ujuzi na ubobezi uliotukuka katika nchi yetu, na alikuwa ni mzalendo wa kweli. Kuna mambo mengi ambayo leo watu wengi wanajisifia kwamba wao ndio walioyabuni, lakini hapana. Tasnia ya uhandisi katika nchi yetu, nilitegemea hata mzee wangu Mwakaluko angekuja kutoa background hiyo, kwa sababu watu wengi wanadhani Tanzania imeanza ikiwa katika hali hii. Leo amezungumza Bwana Kabombe hapa, anasema kulikuwa na mabasi mawili. Amesahau kuelezea kwamba kuna mechi ambayo hiyo timu ambayo alikuwa anaielezea ya mzee wetu huyu ilisembea kwa mguu kuja uwanjani. Lakini leo kila timu iliyokuwepo kwenye ligi kuu, zilizokuwa kwenye ligi daraja kwanza, zina vyombo vya usafiri vinavyotumika. Lakini tumetokea katika enzi ambayo timu zilikuwa hazina uwezo, sio wa kununua, kukodi gari ambayo inawapeleka wachezaji uwanjani. Tukio ambalo ninalikumbuka kushirikiana naye sana kwa mara ya mwisho, sisi tulikuwa tuna mtendaji wetu ndani ya Simba Sports Club, Dr. Kashembe. Alipofariki nilishangaa sana. Mtu wa kwanza kunipigia simu alikuwa ni yeye, na nikaenda nyumbani, na msiba ulikuwa nyumbani kwake. Tulishirikiana kufanya maandalizi, na siku ya msiba, yani siku ile ya kuzika, nikamwambia bwana, kesho mimi natakiwa nisafiri na timu, lakini itabidi nisogeze mbele niondoke kesho kutwa niweze kushiriki maziko. Akaniambia hapana, tumeenda na wewe maeneo yote, tunakuruhusu, nenda kaendelee na shughuli za mambo ya mpira. Hii ni kwa jinsi gani ambavyo alikuwa anathamini maisha ya watu wengine, pamoja na mambo mengine yote ya utani, kushereheshana. Mimi wasia wangu, inawezekana ikawa na mimi nafasi yangu imefikia nikafa leo au baadaye kesho, tuifanye Tanzania na tuufanye mpira ubezi zaidi kwenye masala ya kutaniana kama wazee wetu walivyoenzi. Hakuna mambo ya uadui, hakuna mambo ya ugomvi, hakuna mambo ya uhasama. Mpira ni kwa ajili ya kuchagizana, kupongezana, na ndivyo ambavyo mzee pale Four Ways pale ulikuwa ukienda kwenye meza yake, watu wa timu zote walikuwa wanakaa. Nimeshangaa Alimayai baada ya kutaja timu kubwa. Shaka familia ya mpira na familia ya marehemu watakuwa pia na wenyewe wamepokea kwa namna yao. Nakushukuru sana mwenyekiti Mangungu. Ili mlipwe mishahara, mshukuru haya yanayotokea sasa hivi, maana hizo bakuli zimeendelea sana, na mimi nilitegemea hata nyinyi waandishi mseme kwamba timu ambayo imepitia kwenye saumu kali zaidi katika hii nchi ni hii timu ambayo mzee alikuwa anaipenda.
na naamini kama angepata nafasi nyingine ya kusema angesema, jamani, mimi najutia sana kujiunga na hii timu. Jamani, nawapa pole waombolezaji wote, watoto wake na wana familia wote. Tukubali, hii ni familia ya mpira, tutakuwa pamoja. Tumejuana kwenye mpira, lakini maisha yetu yanakuwa extended mpaka huko katika level ya familia. Tuendelee kushirikiana, tupendane. Mimi ukiniona, inaweza ikatokea siku moja nimesikia unasema mambo ya Ufaransa hapa na nini, ukikuta sijui mlango wa treni, unielekeze bana, mlango huu hapa, utanikumbuka kama tulikuwa pamoja. Lakini na wewe tena unaweza, kwa sababu bado unao umri kuendelea kuishi kibiolojia na fikra za mwanadamu, unaweza ukaangalia vizuri, ukapima, ukahamia huku, sitakupokea. Niwatakie mchana mwema na maandalizi mema ya maziko ya mpendwa wetu. Asanteni sana.